Baba wa milele mtakatifu Ezeri Yesu Kristo, kisima cha maji uzima, ninakutukuza, ninakuhimidi kwa ajili ya siku njema ya leo uliyoifanya Bwana, maana ni siku ya kitofauti kwetu. Baba, tazama mwezi wa 6 tumeugawa sasa Bwana. Mwaka tumeugawa sasa Bwana. Mungu, asante kwa ajili ya neema hii tena. Asante kwa ajili ya mtu huyu aliacha nyumba yake, kazi yake na kuja mbele zako Bwana ili kula na kunywa na kufurahi Mfalme. Baba, mioyo yetu i wazi, tunahitaji kusikia kutoka kwako. Kwenye kutuonya ukatuonye Bwana, kwenye kutuwisha ukatuwishe Bwana. Ukatupe sana kila mchokistahili kila mmoja Bwana. Neema yako, fadhili zako, ukuu wako na uweza wako Yesu ukaonekane. Ninaachilia nguvu yako ya kitofauti Bwana. Masikio ya ndani yakafunguke, macho ya ndani yakafunguke. Baba, mioyo yetu Mfalme mkuu ikae wazi kwako. Tunakuhitaji mwenye nguvu na uweza, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tukae, barikiwa ibaji, Mungu atunze. Tuzidi kuwepo, maana ndio kazi kubwa tutakayoenda kufanya mbinguni. Msalimie jirani yako, msalimie jirani yako, msalimie jirani yako, msalimie jirani yako. Wengine wako wapi leo? Haleluya. Ukaribishe kwenye madhabahu ya utakaso kwa Mungu wa Elia. Mwambieni kwa neema tu leo tupo hapa. Nishike mkono jirani yako. Umwambie maneno haya: jitunze kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wewe ni wa thamani. Wewe ni bora. Wewe ni mtu wa maana. Usiogope. Amina. Haleluya. Amina. Kumbuka, huu ni mwezi wa malaika. Hii ni wiki, tulikuwa tuna wiki la Pentekoste, hadi 50, siku ya 50 baada ya Yesu kufufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutasimama kwenye somo linalosema ni kwa neema tu. Amina. Ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika maisha tunahitaji neema. Pasipo neema sisi hatuwezi chochote. Yes. Kama Bwana angehesabu maovu yetu hakuna angelisimama hata mmoja. Kama Bwana angehesabu maovu ya babu yako, bibi yako, baba yako, mama yako, wewe usingelikuwepo leo. Ni huruma za Bwana atuangamii. Ni rehema za Mungu atuangamii. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwenye nguvu, tena Mungu ni mwenye uweza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sisi ni washindi. Wewe pia ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Hutakiwi kuogopa chochote. Kwa sababu uliye naye ana nguvu. Ameshinda mauti, ameshinda kaburi, ameshinda kifo. Na wewe pia tarajia kushinda. Yesu Kristo akasema, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu na ninyi pia mtaushinda. Akasema, Baba, ninawaombea watu hawa, siombei watoe katika ulimwengu huu, bali walinde na yule muovu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maombi ambayo Yesu Kristo alituombea yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwambie mwenzako, umepata neema. Umepata neema. Mwambie tena. Umepata neema. Umepata neema kama ya Nuhu. Umepata neema kama ya Nuhu. Haleluya. Amina. Nuhu alipata neema ya nini? Wataalamu wa Biblia, Nuhu alipata neema ya nini? Alipona na gharika. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wakati huo Mungu ameandika kifo kwa wanadamu wote, wanyama na ndege, yeye Nuhu akapata neema. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji, nisomee kitabu. Tutaenda vile vile huku na huku. Wewe kila siku tu unakuwa pale pale tu. Umefunga biashara moja kila siku hiyo kama unafunga nayo ndoa. Ndio. Umepata neema ya kushika hela. Ndio.
Umepata neema kujenga nyumba. Yes. Umepata neema kununua magari. Ndio. Hiyo neema anza kuitumia. Amen. Chukua hatua. Amina. Mungu kweli kakupa hela. Hizo zitakuta chumbani umejifungia. Yeah. Hello? Amen. Utofauti wa kizazi cha kale na cha sasa. Ndio. Kizazi cha kale kilikuwa kinaenda shambani. Yes. Unajua kulima ndio ajira ya kwanza ya mwanadamu. Amen. Sio hivyo jamani watumishi wa Mungu? Yes. Amen. Amen. Amina. Shuleni palikuwa kuna somo la nini? Kilimo. Kilimo. Yes. Na kilimo na nini? Na kingine? Nchi ni ya watu gani? Wakulima na wafanyakazi. Sasa leo wanafunzi wamalize la 7 au form 4 au form 6 uwakabidhi jembe watalima. Kwa nini? Hawajui. Kaleka kidole kakufanya hivi kale ukabenda. Ani nikuperuzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ajira ya kwanza ya mwanadamu ni kilimo. Yes. Kule kulima kuna faida kubwa. Sana. Nayo ardhi itakuzalia. Amina. Lakini leo una hata shamba. Mungu anakuambia atakubariki mjini na mashambani. Amen. Mjini una cha kubarikiwa. Mashambani una hata shamba. Wewe unajisikia, sidhani kama hapa kuna mtu ana miaka 90. Kuna mtu ana miaka 90? Hayupo. Hayupo. Kama kuna mtu ana miaka 100 hapa. Hayupo. Labda mchanga na mume wako unaofisha 100. Si ndio hivyo? Sasa anasema hivi, mwende mkatafute mashamba. Amen. Mnisikia? Amina. Mwende kutafuta mashamba. Nyie kila kitu mnanunua. Kitu kinachokula hela sana ni vyakula. Yes. Mna mashamba jamani. Kuna maika ya kutosha huko, mnanunua mashamba, mnalima, vyakula vinakuwa ndani. Amina. Muone kama hela zako utananilia, utasingizia hata umerogwa. Amen. Sio mwenyewe unamiliki 10,000 ndani ya kuroga. Huyo mchaina anakuwa amekosa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mwenyewe umeshako unayajua. Wewe mwenyewe umeshajiroga yani bila shaka kuroga, wewe mwenyewe umeshajiroga. Unakula pasi ndefu ile saa 6 mpaka saa 10 Hapo. Hapo sio tu umerogwa, hujarogwa ni uvivu wako. Mwambie mwenzako umepata neema kusikia maneno. Pata neema kusikia maneno. Badilika hii siku ya leo. Badilika hii siku ya leo. Nitumie neema ya Mungu sasa kwenye maisha yako. Jifunze kuwekeza. Jifunze kuwekeza. Jifunze kuwekeza. Jifunze kuwekeza. Jifunze kuliangalia jambo kiroho na kimwili. Jifunze kuliangalia jambo kiroho na kimwili. Haleluya. Amen. Mungu anaweza akakupeleka sehemu kama kutembelea au kusalimia. Ukifika kule angalia fursa zilizopo. Amen. Hata kama kwa wakati huo huna chochote. Ndio. Hapo nazungumzia neema ya Yakobo. Kwamba Mungu anawaambia utaenea kusini, mashariki, kaskazi na magharibi. Ana chochote, ana fimbo tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yakobo siku anatoka kule, amekaa miaka 20 tu. Kapata wake hao. Wanne. Makundi ya wanyama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unaweza kujiuliza, mawili katanguliza, moja kabaki nalo. Miaka 20 tu na ameshadhulumiwa mara 6. Sasa wewe unafikiri miaka 20 ni mingi au miaka 10? Jiweke malengo. Neema kweli unayo, kibali unacho, una watu kweli, lakini unashindwa wale watu kukuletea mawazo. Yaani mtu akija kwako akupe wazo la hela. Amen. Akupe wazo la kimungu. Amen. Sio nakwambia nimekuletea ubuyu, wewe ni mwanafunzi. Akuletee shoga yangu na ubuyu, mwambie apelekee wanafunzi. Yes. Alafu sikia nikwambie, kama mtu akuletea habari mbili kwa sasa hivi, nio wana utakaso nawaambia. Habari ngapi? 2. Kama mtu akuletea habari ya Mungu au habari ya hela, mwisho kuongelea dakika 10. Amina. Kabisa. Hii mmekaa tu kuanzia asubuhi mpaka jioni, mnaongea habari gani nyie? Hapo. Mmepunguzia serikali mapato. Ndio. Mnashindisha familia njaa. Oh, kweli. Nasema hivi. Ndio. Nasema tena. Mwisho kuongea na mtu, ongea kubi habari za hela au habari za Mungu. Dakika 10. Amen. Mnunue saa sasa. Tumepokea baba. Tutanunua. Wewe na saa. Saa baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema komboa nini? Muda. Komboa wakati, komboa muda. Saa inakuja nayo, saa ipo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Yes. Sasa mtu anakuletea na kupa story hapo amalizi, yani anaanza anaishia njiani, anaanza nyingine, anaishia njiani, anaanza nyingine.
Hello. Amen. Umepata neema. Amen. Umepata neema. Amina. Umepata neema. Amen. Umepata neema. Amina. Itumie hiyo neema. Amen. Itumie hiyo neema. Amina. Una pesa wekeza kwenye ardhi. Amen. Una pesa wekeza kwenye kitu chenye damu. Amina. Inamaanisha labda kuku, Yes. ng'ombe, Ndio. mbuzi, kondoo. Yes. Hivyo vitu havimfilisi mtu. Amen. Vinazaliana kile tu hapo leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jifunze kuwekeza. Amina. Umepata neema. Amen. Umepata kuwa na akili nzuri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe unafikia kama sasa hivi ungekuwa na tumbuzi wako hata 10 kule, unafikia ungekuwa unaenda kukopa? Hapana. Sio ukituuza hata 50 unachopata 500, hauna mtaji wa 500. Shamba. Maarifa yako ndio utajiri wako. Amina. Maarifa yako ndio nguvu zako. Amen. Tafuta maarifa. Amen. Jifunze maarifa. Amina. Kusanya maarifa. Amen. Katika ulimwengu wa roho, mashetani huwa wanaangalia fursa iliyomo ndani mwako, wanaiba. Ndio. Nitafanya kesho. Yes. Nitaenda kesho. Yeah. Nitaenda siku nyingine. Ndio. Ile neema ya Mungu inazidi kukaa. Afa anatokea mtu mwingine anaifanya. Ndio. Kuna watu mmeibiwa maono yenu hapa. Yes. Kuna watu mmeibiwa malengo yenu hapa. Ndio. Alafu sasa mvi zimeanza kukufumania, yani umejikuta mvi zimeanza. Yes. Ndugu, changamka. Mwambie mwenzako mtikise kidogo, mwambie changamka. Tikise jirani yako kidogo. Mwambie changamka. Changamka. Ndugu, kuna mvi, ndugu kuna mvi. Alafu kuna uzee. Alafu kuna uzee. Alafu kuna nguvu kupungua. Alafu kuna nguvu kupungua. Hello. Amina. Huu ni mwaka wa nini? Wa pesa. Huu ni mwaka wa nini? Wa pesa. Huu ni mwaka wa nini? Wa pesa. Sasa kama ni mwaka wa pesa, hakikisha unazitega pesa. Amen. Pesa zinategwa. Pesa zitafutwi. Yes. Wanaotafuta pesa wako wanazipata? Hapana. Hapana. Pesa zinategwa. Yaani mtu ukiwekeza dupu umetega pesa. Ndio. Ukiwekeza labda gari la usafiri zile daladala mnasema umetega pesa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Au serikali yetu imetega pesa kwenye mwendo kasi. Yes. Uone? Magufuli akataka kuwekeza kwenye viwanda, atege pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wewe tega pesa. Amen. Tega nini? Pesa. Yaani unataka kuhangaika kupata mbegu tu. Ukipata mbegu unamaanisha mtaji ulionao ndio utakuwa nguvu yako. Wewe unakuwa unaombaomba kila kitu, unaombaomba. Ukimpigia mtu simu nasikia wewe ya msalaba huo. Hapo. Mwambie hayupo. Hapo. Na yule anayepokea kama hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Utadaiwa mpaka lini? Utaishi kwenye madeni mpaka lini? Hebu tubadilike wana wa Mungu. Amina. Neema ya Mungu. Unajua wewe ukila vibaya ni Mungu uliyembeba amekula vibaya. Ndio. Unajua ukitembea uchi ni Mungu uliyembeba ametembea hivyo. Amen. Yes. Badilika. Amina. Mimi nasema mwanamke asiposikia uchungu hawezi kuzaa. Na usiposikia uchungu hawezi kutoka kwenye shida. Hawezi kutoka kwenye umaskini. Neema ya Mungu imeshafunuliwa. Itumie neema ipasavyo. Tafuta fursa. Mwambie Mungu ni kitu gani. Wale wanafunzi Yesu alipoondoka, wale wanafunzi wakasema, Petro akasema, mimi nakwenda kuvua samaki. Na wengine wakasema twende. Usiku kucha wamehangaika. Asubuhi Yesu akamwambia tupende upande huu. Mwambie Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu. Amen. Ni wapi? Nifanye biashara gani ili niweze kufanikiwa? Usitumie mawazo yako. Nishakwambia milango yako yote mitano ya ufahamu achie Roho Mtakatifu. Amina. Mwambie akuongoze. Kazi yako unajichunga mwenyewe, unajiongoza mwenyewe, yakikushinda Mungu nisaidie. Yaani inakuwa ni kama mtu alienda kukopa kule, amekula mwenyewe, au baadaye kuna marejesho, baba niombee nipate hela kurejesha. Unajiuliza sasa hiki nacho ni nini? Tunaanza tena kuja tena magotini. Mungu naomba umsaidie mtu huyu. Wewe Yesu ulisema yote yameisha. Mlipia madeni yake. Unakujiuliza Mungu yeye afu tunateseka sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani kuna vitu vingine unatakiwa wana ukichukua mkopo toa zaka, toa sadaka. Nisikia mtu mmoja anasema eti ukichukua mkopo utoe zaka. Ndugu huo ni wizi. Ule mkopo ukichukua inakuwa ni hela ya nani? Ya kwangu. Ya nani? Ya kwangu. Sasa kama ni ya kwako, kwa nini usitolee zaka ili siku yakikushinda urudi kwa Mungu? Umwambie Mungu tulikula wote. Ndio. Ulisema utamkemea yeye alaye. Sasa Mungu amenishinda uko. Wewe likurupusha kama unalijua mwako na mhitaji wewe unajua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivyo au kama ni naniu hivyo. Yes. Sasa wewe umekula peke yako, umenani peke yako, unataka kutusumbua watumishi. Piga simu kutoka huko mbali, mtumishi. Niombe mtumishi.
Nikamwambia yule mtu, ulichukua mkopo shilingi ngapi? Nilichukua mkopo wa milioni 20. Ulitoa sadaka. Mtumishi ni shetani mbaya tu mtumishi. Yaani shetani mbaya. Nikamwambia sasa shetani mmepiga naye pasi nusu kwa nusu. Hamna. Zimeisha hata sijui nimefanyia nini. Hamna hata cha maana nilichokifanyia. Nimechukua tu mkopo, wakaja ndugu zangu hapa. Tumekula zile mara hiki. Yaani zimeisha mtumishi. Niombe nipate marejesho nyumbangu sije kauze. Bwana Yesu asifiwe watumishi. Mwingine naye akaja naye akanipigia simu. Mtu wa Mungu, kwani nyumba yangu inauzwa, wameshaweka mabango. Yule nilimuonea huruma kiukweli. Alipokuwa anaongea, ndio nyumba yake inauzwa. Kachukua ile mkopo kaenda kumpa mtu na yeye. Yeye msema chukulia watu mikopo nyingine. Sawa baba. Mtauziwa vitu. Ndio. Mmenisikia? Amen. Watoto wangu mmenisikia? Amen. Kila mtu mkopo. Amen. Sasa hivi wakubwa wa dunia ndio wale hao wawili. Mmoja ni rais, ndio. Mmoja ni mtafiti, mtaalamu wa mambo. Wamegeukana au hawajageukana? Wamegeukana. Sasa hata ya duniani ni ya juu, ya mbinguni ni ya juu. Hawajageukana? Wamegeukana. Mmoja anaitwa nani? Wewe ustadi. Bwana Yesu asifiwe. Mnawajua wale wakubwa ambao walikuwa wanatikisa dunia kabisa. Kamsamini mwenzake kaingia kwenye kampeni. Uchumi unanili. Haya, wamegeukana. Sasa hivi anakuambia anaanzisha chama changu. Yes. Unanishangaa? Ya duniani ya juu, ya mbinguni ya juu. Haya hapo duniani hapo. Kama hao wenye hela wamegeukana, wewe je na huyo mwenzako mnapelekana kwenye manani? Halo? Umepata neema. Amina. Umepata neema. Amen. Umepata neema. Amina. Umepata neema. Neema ikutoe kwenye mateso. Neema ikutoe kwenye mazeke. Neema ikutoe kwenye magonjwa. Neema ikutoe kwenye ziki. Ikutoe kwenye aibu kwa neema ya Mungu ikusaidie kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu ikutetee kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu ikuvishe kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu ikuinue tena kwa jina la Yesu. Amina. Wewe ambao nielewe, ipo siku utakuja unielewe ninachokisema. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usimchukulie mtu mkopo. Amina. Umenisikia? Amina. Akiwazungukia wamchao na kuokoa. Je, anashindwa kukuokoa kutoka kwenye njaa? Je, anashindwa kuokoa kwenye Anashindwa? Anashindwa kulipia madeni? Anashindwa kulipia kodi? Hapana. Ni sisi tu tujaamua. Ndio. Tutengeneze rafiki na malaika. Amen. Halo. Amina. Umepata neema kama Ibrahim. Amina baba. Umepata neema. Amen. Edison nisome kitabu cha Mwanzo 18. Wakati unamalizia binti, malizia hapo. Amen. Na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Watabarikiwa. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe. Mungu anasema yupo pamoja na yeye. Unajua swala hilo la Mungu kuwa pamoja na wewe haimaanishi usilale njaa. Yes. Unajua kuna watu wanaamini eti wakiokoka wasikii njaa. Ndio hapo. Yote yamefanyaje? Ndugu, nakwambia hivi, walimfanyia upuuzi Paulo. Ndio. Paulo akawaambia jamani, wakwenu wasiyefanya kazi msimpe chakula. Wasiyefanya kazi na asile. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ashukuriwe Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Amina. Wana wa Mungu muwe na akili. Amen. Amen. Muwe na akili. Amina. Kwa jina la Yesu. Amen. Mtu anakuambia kwa imani Bwana atafanya. Sisi hatuishi kwa imani ya kusubiri eti Bwana atafanya. Bwana ameshafanya. Amen. Imani yetu sisi Bwana ameshafanyaje? Ameshafanya. Ameshafanya. Yes. Bwana ameshatenda. Amina. Yote mliombayo aminini mmeyapokea nayo yamekuwa yenu. Kabla mjaomba ameshafanyaje? Ameshasikia. Yes. Na kabla mjatamka ameshajibu. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Hii habari ya kwanza kuishi eti kwa bahati. Takuja nipate tu kwa bahati. Hiyo huo utapeli huo. Yes. Amen. Huo ni utapeli nakwambia. Eti unaishi kwa bahati. Kwanza bahati ushamwaga ni kwa mtu yoyote tu. Sababu Yesu mwenyewe ndio bahati. Amen. Amen. Kimpata Yesu unapata bahati. Amina. Halo. Amen. Amina. Halo. Amen. Hata kuishi kwa kubahatisha. Amina. Lazima una uhakika wa kula wa kuvaa. Una uhakika hata ukienda mbele za Mungu hakuna kitu kinachokuhukumu. Amen.
Amina. Halo. Amen. Halo. Amen. Nasema hivi, acha kuishi kwa kubahatisha. Amen. Hao maisha ya bahati watu unasikiaje? John niazime 5,000 hapo nikienda pale nikirudi nakupa. Hapo ukienda urudi. Ukikutana nao ambia. Toka mbaya kwa jina la Yesu. Amina. Toka kwa Kristo wa kweli kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Roho mbaya unaitoa kwenye maisha yangu, unaitoa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Hatutaki kuishi kwa kubahatisha. Mungu wetu ana vitu vyote. Mungu ni wa dunia yote na vitu vyote ni mali yake. Pesa na dhahabu ni mali ya Bwana. Alifanyika maskini na kwa maskini wake sisi tuweze kuwa matajiri. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Mbingu zinatambua kwamba wewe ni tajiri. Au mashetani wamekudanganya. Hayo sio maisha yako. Na sema hivi watoto wako watasoma shule za hela kwa jina la Yesu. Ninasema hivi utakula vizuri na utalala pazuri kwa jina la Yesu. Amen. Hii habari ya kwanza, shetani anakupa matumaini yale ya uongo, ameilaza akili yako. Mungu wa dunia amepofusha fikra zao. Wale wasioamini. Umelala tu. Ushaona hata tajiri anawahi kulala hapa anachelewa kuamka? Hapana. Eti. Mtu mmoja akaniambia. Wewe una nyumba? Nikamwambia mimi sina nyumba. Ila na majumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Si akaanza kunichamba bado yule mtu. Nikamwambia nitakupa wewe, unailala sebleni wewe kama Yes. Kamwachia hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe utakaa sebleni kwa shemeji yako mpaka lini? Dada yako anaolewa. Neki. Ngoja tu niache. Yes. Acha tu baba. Amen. Unakaa kwa shemeji yako mpaka lini? Maneno ya kuchome. Umepata neema, fanya kazi, panga chumba chako. Mtu akiingia kuta yeye anasema kweli hiki ni chumba cha kijana. Chumba cha bibi. Amen. Unakaa kwenye chumba ambacho wa kwanza kuani unakaa kwenye sebule, wa kwanza kulala, nani wa kwanza kuamka au mwisho kulala? Sikio zake wamekaa pale sebuleni, na shemeji sikio anaamua kufanyia mgomo. Ndio halali. Anaangalia TV pale sebuleni, ndio unataka uteke godoro utandike ulale. Au maisha yako ya hivyo na yatoa kwako kwa jina la Yesu. Mungu akupe maisha mazuri. Sisi hatujizani kwamba tumefika, lakini kila kitu lazima ujisikie uchungu ndani ya moyo wako. Nasema kweli neema ipo, lakini neema usipoitumia, usiposikia uchungu, mimi ninakwambia mwana wa Mungu, Mungu aliziumba mbingu na nchi, yeye ambaye mbingu za mbingu hazimtoshi. Mungu wetu ni wa rehema, Mungu wetu ni wa huruma. Wanapokuangalia unavyoteseka, yeye moyo wake unaumia kule. Yesu Kristo ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Anasema Mungu, tazama mtu huyu. Afu Mungu anawaambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Aji maandiko la uweza. Nilimwambia angalieni ndege wa angani. Angalieni maua ya kondeni. Nikamwambia utafute kwanza ufalme wake na haki yake, mingine yote utazidishiwa. Halo. Amen. Inamsha kichwa chako, mwambie Mungu nitoe kwenye ziki. Nimechoka mateso Baba. Nimechoka. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu. Mweleze Mungu. Mweleze Mungu akusaidie. Wewe na uzao wako, sio watu. Kuna watoto wako wamekwenda kusoma kwa ndugu zako. Wamefanywa kuwa wafanyakazi wa ndani, hata masomo yaingii. Ndugu wanawatesa. Mwambie Mungu akusaidie. Mwambie Mungu akutetee. Mwambie Mungu akuinue. Maana Biblia inasema Bwana atakuinua wewe pamoja na uzao wako. Bwana atakuokoa pamoja na watu wa nyumbani mwako. Mwambie Bwana. Mweleze Bwana. Mwambie Yesu akusaidie. Mwambie Yesu akutetee. Mwambie Yesu akuvushe. Mwambie Yesu akusaidie. Peke yako huwezi. Peke yako huwezi. Unahitaji neema ya Mungu. Unahitaji neema ya Mungu. Unahitaji rehema ya Bwana.
Unahitaji rehema za Mungu. Wewe na watu wa nyumbani mwako. Daudi anasema nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wangu usogezwe, asinzie anilindaye. Na hata sinzia atalala usingizi. Yeye ndiye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wangu. Bwana ni uvua mkono wangu wa kuume. Jua litanipiga mchana, wala mwezi wakati usiku. Bwana atandina na mabaya yote. Bwana atandina nafsi yangu. Bwana atandina niingiapo na nitokapo. Tangu sasa na hata milele. Inua macho yako juu. Umwangalie Mungu. Mwangalie Mungu akusaidie. Mwambie siku leo neema yake ikaje kwako. Neema yake ikaje kwako. Neema ya kupata vyakula. Neema ya kupata mavazi. Neema ya kujenga. Neema ya kumiliki pesa. Neema ya kumiliki mali. Leo pia ukawe mtu katika watu. Leo pia ukawe mtu katika watu. Mwambie Mungu akusaidie. Isikeleke siku yako. Mwambie neema ya Mungu. Niambie neema ya Mungu. Maana Yesu Kristo mwenyewe ndio neema. Yesu Kristo ndiye neema. Neema ya Mungu imefunuliwa. Inayotufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Mwambie neema ya Mungu. Mwambie ni Yesu Kristo. Yesu nisaidie. Weka mkono wako mmoja juu. Mwambie Yesu nishike hapa. Nishike mimi hapa Bwana. Wewe mshika Petro alipotaka kuzama. Nami nahitaji unishike sasa. Ni wakati wangu wa kutoka kwenye shida. Ni wakati wangu wa kutoka kwenye mateso. Ni wakati wangu kutoka kwenye huzuni. Ni wakati wangu kutoka kwenye aibu. Baba umesema saa inakuja na saa ipo. Ambao wafu watakaosikia na wale watakaosikia watakuwa hai. Baba ni wakati wangu kuwa hai. Nahitaji kuishi Baba. Inua mkono wako mwambie Yesu akushike. Mwambie Yesu akushike. Ashike ndoa yako. Ashike maisha yako. Ashike uchumi wako. Ashike maono yako. Ashike biashara yako. Ashike huduma yako. Mwambie Yesu akusaidie. Bwana wa Mungu kokote uliko duniani kote. Unasikia sauti hii. Mwambie Yesu akusaidie. Akushike afya yako. Hata lini afya yako itazorota. Hata lini afya yako itanyong'onyea. Mwambie Yesu nisaidie. Mimi hapa Baba. Ninakuhitaji maana ni mwenye nguvu. Tena ni mwenye uweza. Wewe ni wa upendo. Wewe ni wa huruma. Ninakuhitaji Yesu Kristo. Wewe ni baba yangu. Baba siku ya leo naja kwako kama nilivyo. Mimi nikaza mikono yako. Mimi nikondoa maisha yako. Ninakuhitaji Yesu Kristo. Kisima cha maji ya uzima. Kwa maana ni jana leo na hata milele. Ni Mungu anaishi na kutawala. Ni Mungu anayetosha. Ni Mungu anayeweza. Ni Mungu anayestahili kuabudiwa na kuheshimiwa. Nani kama Yesu Kristo? Wewe mbingu za mbingu hazikutoshe. Unasema kwamba kila je kwako utampepa nje. Nasi Bwana tumekuja kwako kama jinsi tulivyo. Sisi ni kaza mikono yako. Upendi kuwatesa wanadamu wala kuhuzunisha. Kama unaweza kusimama wewe simama. Simama kama unaweza kusimama. Kama una miguu miwili wewe simama. Mwambie Mungu nimesimama mbele zako. Nimesimama mbele zako. Nimesimama kwa miguu yangu. Baba ninakuomba nisaidie. Siku leo usinipite. Siku leo usinipite. Siku leo usiniache. Siku leo usinitelekeze. Baba milele mfalme mkuu. Wewe ni jana leo na hata milele. Ni Mungu unaishi na kutawala. Ni Mungu unayetosha. Ni Mungu unayeweza. Ninamleta baba huyu mikononi mwako. Ninamleta baba huyu mikononi mwako. Ninamleta kijana huyu wa kike na wa kiume mikononi mwako. Ninamleta mtoto huyu mikononi mwako. Yesu ninaomba kumshike. Yesu ninaomba kumsaidie. Yesu ninaomba kumvushe. Neema yako Bwana, neema yako Mungu, fadhili zako Bwana, fadhili zako Mungu, zikadhihirishe, zikaonekane, nguvu zako Bwana, nguvu zako Bwana. Nyosha mkono wako Bwana, Bwana amesema mkono wako si mfupi, hata usiweze kuokoa. Baba nyosha mkono wako, juu ya biashara mtu huyo, juu ya kazi ya mtu huyo, anahitaji kuongezwa mshahara, anahitaji kuongezwa mshahara, anahitaji Bwana kuwa na amani. Baba najua utajiri ulitupa amani, ukasema amani yangu na wachia. Baba utajiri wa amani. Huyu anahitaji utajiri wa amani. Anahitaji kupata amani kwenye ndoa yake, kwenye afya yake na kwenye uchumi wake. Bila wewe chochote, bila wewe hapezi chochote. Siku leo Yesu tunakuhitaji watoto wako. Tunahitaji ulisi wako Bwana. Ulisi wako tupo hapo Bwana. Kwenye meza ya utakatifu. Patakatifu hapo Bwana. Tunakuhitaji Yesu Kristo. Neema na rehema zako zikaonekane kwetu. Wewe
wewe ni mwenye nguvu, tena ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye mamlaka, tena unastahili. Ni nani aliye kama wewe? Wewe mbingu za mbingu hazikutosha. Ninakutukuza Baba, ikiwa dudu udongoni wanakutukuza, ndege wa angani wanakutukuza, upepo unavuma unakutukuza. Mimi ni nani nisikutukuze? Wewe mbingu za mbingu hazikutosha. Wazee 24 wenye uhai wanne na serafu na makerubi wanainama mbele zako, wanatupa taji zao, wakiinuka zinarudi vichwani mwao, wanasema wastahili, wastahili Bwana kupokea heshima na mamlaka. Ni nani aliye kama wewe? Maserafu na makerubi wanakutukuza, nami Bwana nakutukuza. Siku leo wewe ni baba yangu, wewe ni msaada wangu, wewe ni kimbilio langu, wewe ni ngome uzima wangu. Baba, ninaomba unisaidie, nishike kwa mkono wako Bwana, nishike kwa mkono wako Bwana. Maisha haya nimechoka, bila wewe nimechoka. Baba, ninakuhitaji, Baba, ninakuhitaji. Nahitaji Bwana maisha usafi na utakatifu, ninakuhitaji Bwana. Mwambie Mungu akusaidie. Hata lini utaishi kwenye dhambi? Hata lini utaishi kwenye masikini? Hata lini utaishi kwenye magonjwa? Hata lini utaishi kwenye madeni? Hata lini utaonewa? Hata lini utaonewa? Hata lini utaonewa? Ni wakati wa Bwana kutenda jambo jipya kwenye maisha yako tena. Ni wakati wa Bwana kufanya jambo jipya kwa watoto wako shuleni. Ni wakati wa Bwana kumsaidia mume wako. Ni wakati wa Bwana kumsaidia mke wako. Ni wakati wa Bwana kuwasaidia wazazi wako. Ni wakati wa Bwana, ni wakati wa Bwana kukuvusha wewe leo. Neema ya Mungu imefunuliwa, neema ya Mungu imefunuliwa, neema yenye nguvu, neema yenye uweza, neema yenye mamlaka. Neema yako Bwana, tunahitaji kanisa lako, kanisa la kizazi cha mwisho, hili kanisa la Tanzania. Baba, tunahitaji neema yako. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, tunahitaji neema yako, tunahitaji neema yako. Tazame mtu huyu Bwana, anahitaji neema yako Bwana, kwenye biashara zake, kwenye maisha yake, kwa watoto wake, peke yake aweze. Baba mwaminifu Yesu Kristo, tumechoka wa Tanzania. Baba, tumechoka, tumechoka Bwana. Tunaketi mbele zako kama jinsi tulivyo. Baba, tunakuomba ukatusaidie. Baba, tunakuomba ukatutetee. Baba, tunakuomba ukatushindie. Neema yako ya kipekee Bwana, ukatusaidie wa Tanzania. Hapa lini Bwana tutaishi maisha ya kubahatisha? Umetosha Bwana. Watu wamesoma lakini ajira hazipo Bwana. Baba, tusaidie. Saidia wahitimu Bwana. Saidia mtakatifu Efeli. Wanahitaji ajira wakapate ajira. Baba mwaminifu Yesu Kristo, maana wengi walitarajiwa wakisoma watapata ajira, lakini badala yake wakakutana na vyeti. Baba mwaminifu Yesu Kristo, wape ajira Bwana, wape pesa Bwana. Madhabahu yako ikatupiganie, madhabahu yako ikatutetee, madhabahu yako ikatushindie. Neema ya kipekee Mfalme, neema ya kitofauti Bwana. Tunakuhitaji mtakatifu Efeli, wewe ambaye mbingu za mbingu hazikutoshi. Wewe ambaye ulisema neno ikawa, uliamuru likasimama. Uweza ni wako, mamlaka ni ya kwako. Mimi hapa Bwana, kwako Bwana nimefika. Mimi hapa Bwana, kwako Bwana nimefika. Ninakuhitaji Yesu Kristo. Ninakuhitaji kuliko akili yangu inavyozania Bwana. Ninakuhitaji baba yangu. Maana bila wewe Mungu, mimi siwezi chochote. Bila wewe Mungu, mimi siwezi lolote. Ninakuhitaji Mungu Elia. Wewe ni Mungu unayejibu kwa moto. Moto wako ninauhitaji. Moto wako ninauhitaji. Wewe ni Mungu wa miujiza, ishara na maajabu. Ulipenda kizazi kile, tena na kizazi hiki tena pia Bwana. Okoa watu wako Bwana, okoa watoto wako Bwana, okoa ulisi wako Bwana, okoa kundi lako Bwana. Watakasa watoto wako, tuoshe watoto wako, takasa mikono yetu, takasa mikono yetu kwa damu yako iliyotoka mikononi mwako. Yesu Kristo, kisima cha maji uzima. Wewe ambaye mbingu za mbingu hazikutoshi, ulisema neno ikawa, uliamuru likasimama. Uweza ni wako, mamlaka ni ya kwako. Baba, taja kwako mtakatifu Israeli. Tusaidie watoto wako, tuvushe watoto wako, tutetee watoto wako, tuinue watoto wako. Tukae. Chapia Yesu makofi. Yesu ni Baba.